Habarini za asubuhi, ndugu waandishi. Naitwa Wamzi, nipo kwenye kitengo cha habari na mawasiliano pamoja na kitengo cha mfumo wa masoko ndani ya The Green Fitness Gym. Asubuhi ya leo nimewaita ndugu zangu, tuna jambo ambalo tumeliandaa sisi kama The Green Fitness Gym, ambalo hili jambo ni la kihistoria kwa sababu limewahi kufanyika, lakini kwa namna ambavyo sisi tunahitaji kulifanya, tunataka tulifanye liwe ni historia, yani ibaki kusema hakujawahi kutokea jambo kama ambalo tunaenda kulifanya sisi kama The Green Fitness Gym. Mchezo wa ngumi kwa hapa mkoani Mbeya kwa mara ya mwisho kabisa ulifanyika mwezi wa 12 tarehe 27 mwaka 2022, ambao huu mchezo uliandaliwa na wadau kutoka Mbeya. Na kwa mara ya mwisho tena, au kiachana na huu ambao umefanywa na wadau kutoka Mbeya, uliandaliwa na watu wengine kutoka nje ya Mbeya mwaka 2024 tarehe 20 mwezi wa 7. Sasa tukio ambalo tunaenda kulifanya ni hilo la mchezo wa ngumi, lakini kwa namna ambavyo tunaenda kulifanya ni kwa namna ya kipekee sana. Mchezo huu wa boxing ambao umeandaliwa na The Green Fitness Gym na kupewa jina la The Green Fitness Gym Boxing Night unalenga kuleta hamasa na kuirudisha Mbeya kwenye ramani ya mapambano ya ngumi za kulipwa, ambapo utasaidia kutengeneza mwanya kwenye masoko ya ngumi za kulipwa mkoani Mbeya. Yani hilo ndo lengo kubwa sana ambalo sisi tunalo. Ndio maana nimesema tunaenda kufanya kama mfumo wa historia. Yani haijai kutokea, watu wanaandaa mapambano, lakini huwa kwetu sisi ni kutengeneza soko. Yani kwamba boxing Mbeya iwe ni kitovu, ukiachana na mikoa mingine ambayo inafanya, lakini Mbeya tunaenda kufanya kwa utofauti zaidi na mikoa mingine yote na mapambano yote ambayo yameshawahi kuandaliwa. Utaratibu itakuwa ni kwamba hili pambano litakuwa na mabondia wa ndani ya nchi tu, hususan mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo kutakuwa na mabondia wengine kutoka nje ya Mbeya, lakini mabondia wengi watatoka mkoa wa Mbeya, kwa sababu tumesema lengo letu ni kutengeneza soko la mapambano haya kwa mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo wengi wao watatoka Mbeya, kwa sababu tunaamini kabisa tukitengeneza mwanya huu, basi itakuwa fursa pia kwa vijana wetu wa mkoa wa Mbeya kwa ajili ya kuingia kwenye mashindano ya ngumi za kulipwa. Na uzito utakaochezwa ni uzito wa kati kwa mujibu wa TPBRC, ambayo ni Tanzania Professional Boxing Regulatory Commission, ambayo hawa ndio wanaoratibu masuala yote ya michezo ya ngumi za kulipwa hapa nchini Tanzania. Na uzito ambao utachezwa siku hiyo utakuwa ni flyweight, ambapo pia kutakuwa na super lightweight, lakini pia kutakuwa na super middleweight, na kutakuwa na featherweight, afu kutakuwa na waterweight, kuna super featherweight, afu pia kutakuwa na lightweight. Na huu ndo uzito ambao utachezwa siku hiyo, ambapo tumeandaa kwa ajili ya hawa vijana wetu wa mkoa huu wa Mbeya. Na raundi zitakazochezwa siku hiyo, kutakuwa na raundi 4, pia kutakuwa na raundi 6, na kutakuwa na raundi 8. Hizo ndo raundi ambazo zitachezwa siku hiyo. Lakini watu wa mabondia ambao watacheza huo mpambano, ni pia tutakuwa na Chez Kimaro ambaye atacheza na Shabani Kimambi uzito wa flyweight, lakini pia tutakuwa na Benson Nyelawila atacheza na Allen Kabungo, uzito utakuwa ni super lightweight. Lakini vile tutakuwa na Donald Mwakisu atacheza na David Mbumba, uzito utakuwa ni lightweight. Tutakuwa na Raymond Siame atacheza na Raza Kijuma, uzito utakuwa ni super lightweight.
Atakuwepo Bruno Mzungu, atacheza na Masudi Choga, uzito utakuwa ni featherweight. Lakini pia atakuwepo Hashim Kilanga, atacheza na Mataslim Mwakabiabia, uzito utakuwa ni waterweight. Lakini vile atakuwepo Eliudi Mwangoka, atacheza na Tony Mtandu, uzito utakuwa ni super featherweight. Lakini pia atakuwepo Baraka Kalawa na atacheza na Kenneth Mwaliambi, uzito utakuwa ni lightweight. Kipekee nipende kuwashukuru waandishi wa habari, lakini pia nishukuru sana viongozi wote hususani wa michezo mkoa wa Mbeya kwa jinsi ambavyo wanakuwa wanatupa nguvu kubwa kwenye kuandaa shughuli mbalimbali ambazo zinalenga kuinua uchumi wa vijana wetu. Unajua, tukizungumza kwenye masuala ya ngumi za kulipwa, manake tunazungumza ajira, kwamba vijana moja kwa moja hii ni fursa kwao kwa kujiajiri. Hivyo basi jambo ambalo siku hiyo pia litakuwepo ni ukumbi ambao tutacheza ni ukumbi wa pambano hili litafanyika ukumbi wa New City Pub Mbeya mjini hapa na siku itakuwa ni tarehe 26 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, na mpambano huu utaanza saa 12 jioni mpaka saa 6 za usiku, ambapo huu usiku watu watakuja kushuhudia namna ambavyo vijana wana uwezo wa kufanya vita, yani kupambana kweli kweli, ambapo hii tunasema utakuwa usiku wa The Green Fitness Gym Boxing Night, ambapo huu usiku sasa watu watakapokuwa wanakuja kutakuwa na tiketi zitauzwa siku hiyo, lakini pia ni kuanzia huu muda tiketi tayari zipo tayari, lakini na kuendelea zitauzwa ili mtu aje ashuhudie hizo ngumi, ambapo kutakuwa na matabaka matatu ya tickets. Tabaka la kwanza litakuwa ni regular, ambapo kwenye hii regular tiketi zitauzwa shilingi 15,000. Pia kutakuwa na VIP. Kwenye VIP tiketi zitauzwa shilingi 50,000, lakini vile vile kutakuwepo na VVIP. VVIP tiketi zitauzwa 100,000. Ni kitu ambacho hatukutegemea, lakini kwa sababu ndo tunaanza, tunasema hakutakuwa na zawadi kiukweli kwa mabondia, isipokuwa kama kutakuwa na wadau watakaojitokeza kuzitoa zawadi hizo kama motisha kwa mabondia wetu. Tupo tayari kuzipokea na milango ipo wazi, hivyo tunawakaribisha sana wadau wa ngumi wale ambao watakuwa tayari kutengeneza mazingira ya kuwapa motisha wapambanaji hao ambao watapambana hiyo siku. Lakini vile vile tuna milango iko wazi kwa wadhamini. Mpaka sasa tunaruhusu yeyote ambaye atakuwa tayari kwa ajili ya kuleta nguvu kwenye mpambano huu ambao tunauendea. Kama kutakuwa na wadhamini wanahitaji kutunga mkono, tupo tayari kupokea taarifa zao na tutaendelea kufanyia kazi. Kwa hiyo tunakaribisha sana wadhamini kwa sababu bado tunajikongoja, lakini lengo letu ni kutengeneza mfumo wa historia wa pambano la ngumi za kulipwa mkoa wa Mbeya. Hilo ndio lengo letu kubwa sana. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wadhamini. Kama hapo tayari, basi na sisi milango ipo tayari, waje, tupo tayari kufanya nao kazi. Lakini pia nitumie hii fursa kuwakaribisha sana wadau na wapenzi wa mchezo wa ngumi ndani na nje ya mkoa wa Mbeya kuja kushuhudia pambano hili. Kwa hiyo niwakaribishe sana 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 wadau wote na wapenzi wote wa mchezo wa ngumi mkoa wa Mbeya pamoja na nje ya mkoa wa Mbeya kuja kushuhudia pambano hili. Karibuni sana, asanteni sana sana sana.
na kauli mbiu ya usiku huo tunasema kubali yaishe, huu mchezo hauhitaji hasira. Asante sana. Tumeliandaa kwa sababu ya lengo moja tu, kwamba tunahitaji kutengeneza mwanya, kutengeneza mianya ya fursa za ngumi za kulipwa mkoa wa Mbeya, lakini ndani yake kwenye kuna ile kuirudishia jamii. Hiyo ipo kwenye utaratibu, kwa sababu hatutakuwa nyuma, kwa sababu sasa hivi ndo tunaanza. Kwa hiyo tunataka tutengeneze taarifa kwenye mioyo ya watu na akili za watu, wawe tayari kujua kwamba kuna mchezo wa ngumi unafanyika mkoa wa Mbeya, ili sasa baadaye tuweze kutengeneza ratiba maalum kwamba kama kutakuwa na chochote tumekipata tunahitaji kurudia jamii, basi kwa sababu ninyi ndugu zetu waandishi wa habari mpo, tutarudia na kuwapa taarifa lini tutafanya hilo zoezi. Asante sana. Kwa ulioandaliwa na naniliu na watu wadau wa Mbeya. Yes, tutarajie muendelezo kwenye hiki ambacho mmeanza kwa sasa. Nashukuru sana. Kwa kweli, kwa sababu tumesema tunataka kutengeneza historia, tunachotegemea sasa hivi hatutaishia hapa, ambayo itafanyika pale Step Up. Tunategemea mwezi wa 6 tena kuna pambano lingine linakuja, pambano la kutisha lingine. Sasa hilo niwahakikishie hilo litakuwa zaidi ya hili, kwa sababu hili tutatengeneza historia kwamba tunatengeneza mianya, lakini hilo linalokuja tayari watu watakuwa na manufaa ya moja kwa moja na haraka zaidi, na tunategemea kuwa na mabondia wengi zaidi ya hili ambalo tutakuwa nalo la kwanza. Kumekuwa na kupotea kwa vitu kama hivi. Wengine tumefanya utafiti na kugundua tatizo lilikuwa wapi na nini tunataka kuboresha wapi. Nashukuru sana. Kama ulivyosema ndugu waandishi kwamba miaka ya nyuma mchezo wa ngumi ulikuwa kwenye chati nzuri, kwenye nzuri sana, lakini baadaye mambo yakawa yameenda tofauti. Sasa baada ya kufanya utafiti tumeamua kuja na nguvu mpya, kwa sababu tuligundua wale waandaaji wote wa mchezo wa ngumi hapo awali kulikuwepo na namna ya kukwama wakati wa uendeshaji wa mpambano, kwa sababu mpambano wote unavyoandaliwa ni gharama. Lazima boss aoneshe jino la mwisho, atabasamu kweli kweli, ili atoe pesa ya kutosha ili kuwekeza na kuhakikisha kwamba jambo linakuwa zuri sana. Kwa huu utaratibu na kwa mfumo ambao tumekuwa nao baada ya kufanya utafiti huo, msimu huu tuliuanza na tutakufanya kwa uendelevu, kwa sababu tajiri yupo tayari, na tunaamini wadau wa ngumi mkoa wa Mbeya wapo tayari, ni wengi, hata nje ya Mbeya watadhamini, watatoa pesa, na utakuwa mwendelezo mzuri, kwa sababu tupo tayari kufanya kazi na mtu yeyote kwa hivi sasa. Lakini vile vile tunaamini kabisa nguvu ya mapambano itakuwepo, kwa sababu tayari watu wako tayari na hili jambo lipo kwenye mioyo yao. Ndio. Nashukuru sana. Kama nilivyozungumzia kuhusiana na masuala ya watu kujitokeza kama wadhamini, kuna haja sana ya watu kuwekeza, wadau, nizungumzia neno wadau, kuwekeza kwenye mchezo wa masumbwi, kwa sababu vijana wengi sana wenye vipaji na uwezo wa kupambana ulingoni wapo Mbeya. Kwa hiyo wadau wote ambao wana nia ya kuwekeza kwenye mchezo wa masumbwi wapo, waje watoe pesa zao, kama niwekeza kwa namna yoyote ile, wajitokeze, wawekeze. Vijana wapo tayari, na kuna manufaa makubwa sana mtu ukiwekeza huko, kwa sababu tumeangalia michezo mingine iliyopita na iliandaliwa na wadau wengine pengine nje ya Mbeya. Kuna watu walikuwa wanashuhudia kwenye channel mbalimbali zilikuwa na rushwa, watu walikuwa wanajitokeza na uwekezaji ulikuwa mkubwa. Kwa hiyo tunategemea kama wadau watajitokeza zaidi, na sisi tutafanya kwa ukubwa zaidi kwa kadri ambavyo watu watatupa nguvu. Asante. Asante sana. Kwa kweli kuna wadau ambao walikuwa wana promote michezo ya ngumi toka hapo awali. Sisi kwa sababu tulikuwa kwenye mfumo wa kufuatilia, tulikuwa tunaangalia watu wengine ambao tayari, lakini tunaendelea kuongea na wadau wengine ambao walikuwa wanawekeza kwenye mchezo wa ngumi. Kwa mfano kama
Kabwedasti. Tutazungumza naye ili tujue yeye yupo tayari kwa engo ipi ili tuweze kusaidiana naye, lakini sio yeye tu, na wadau wengine wote ambao walikuwa mabondia walikuwa wanadhamini michezo ya ngumi za kulipwa. Tunahitaji, tutaonana nao, tutazungumza nao ili tuweze kutengeneza ranki nzuri, kusiwepo na matabaka wala kusiwe na makundi, kwa sababu ndio tunaanza. Kwa hiyo tunategemea tusiwe na makundi tofauti, tuwe wamoja mkoa wa Mbeya, tufanye kazi moja ili tuwainue vijana wetu. Nashukuru sana. Vigezo vya kushiriki kwa sasa hivi, nafikiri mlango nikisema eti tutakuwa na nafasi ya kuruhusu watu wengine kuja, labda wale ambao watakuwa ni wale ambao ni special appearances, lakini kwa wengine ambao kushiriki moja kwa moja kwenye masungwi, kiukweli utaratibu ulishafanyika na umefungwa kwa sasa hivi. Kwa hiyo wale wote ambao wanatakiwa kushiriki hiyo siku tayari tupo nao kwenye orodha, na kama kutakuwa na wengine basi tutazungumza nao kwa utaratibu mzuri. Halafu huko mbele tutatoa taarifa, tutaongea na waandishi wa habari tena, tutatusaidia kufikisha taarifa kwa jamii kwamba tumeamua kuongeza, ila kwa sasa hivi utaratibu ni baina ya walimu na muandaaji wa pambano. Kwa hiyo watazungumza ili kuweka mfumo. Kwa jina la Makaveli Mponji, kwa mashabiki wa Mbeya na Tanzania kiujumla, wengi wanatambua kwa jina naitwa Makaveli Wolf, mbwa mwitu. Kwa hiyo sio mgeni sana machoni kwenye soko la Tanzania hii. Kwa niko hapa mbele yenu hapa ni kutambulisha kuwa tarehe 26 mwezi wa 4 jijini Mbeya kutakuwa na pambano kubwa la kitaifa, ni pambano la ndani ambaye mimi Makaveli Mponji Wolf ndakuwa na chuana na bingwa wa Tanzania mwenye mkanda wa PST anaitwa Ali Mkojani, ni bingwa wa Tanzania, hapa. Kwa hapa mimi nipo kwa niaba ya mabondia wa Mbeya wote na machampioni wote wa Mbeya kwa ajili ya tarehe 26 mwezi wa 4 New City Pub. Mimi nimejiandaa vizuri na mpaka hapa tunapoongelea maandalizi yangu yako vizuri kimazoezi, kiakili pia, yani na maana kwa hata mpinzani angekuwa anakuja leo tungecheza leo, ila kwa sababu ni pambano limewekwa tarehe 26, kwa nadhani mashabiki wangu wasubirie kazi tarehe 26 na hakikisha kuwa huyo Ali Mkojani ni bingwa, lakini sio bingwa mbele yangu mimi, kwa sababu mimi nimecheza na mabondia wagumu Tanzania hii, lakini wote hawajachomoa. Walikuwa wana mdomo, wana maelezo mengi, wanasema wenyewe ni best, wana speed, wana nguvu. Mimi ni champion, na mimi pia kazi yangu ni kuwapiga machampion, sio kuwapiga watu wabovu. Kwa hiyo nimemchagua Ali Mkojani na promoter ameniletea kwa sababu amejua kuwa nahitaji kukutana na mabingwa na mimi toka naanza ngumi lengo ni kufika juu. Kwa hiyo ili nifike juu lazima nipande kwenye watu wa gumu. Na mpaka muda huu kwenye hatua ya mazoezi pia wamejiandaa vizuri, kwa sababu kuna mabox ambao wameshacheza mechi nyingi, alafu kuna wale ambao wanaanza nao. Kwa hiyo wanaoanza pia tumewaandaa vizuri, kwa hatuna shaka kwenye hilo swali. Kwa yani niwahakikishie tu tarehe 26 ni moto tawaka, wawe wanataka wawe hawataki, hakuna mtu atakayechomoa. Na niwaambie hii ni salamu kwa mabondia wa Dar es Salaam. Wanasema Dar es Salaam kuna mabingwa sana. Basi sisi huku kwa mashabiki wangu wanaonifahamu sio mgeni sana. Kwa mabondia wa Mbeya ambao wanakuwa ni ngumu kwenda Dar es Salaam kutafuta hizo nafasi, wanazipatia hapa. Kwa kama nafasi zimekuja
nyumbani hapa niwahakikishie kuwa hatuwezi kuwaangusha, kuwa mashabiki wa Mbeya wanatakiwa tarehe 26 wafike kwa wingi, watu support sisi kwa sababu I think Mbeya imekosa muda mrefu sana kuwa na championi ambaye anaiwakilisha Mbeya. Dar kuna machampioni, Morogoro kuna machampioni, na mikoa mingine kuna machampioni, lakini Mbeya imekaa kimya kwa muda mrefu. Na 6 mimi wananijua sina kazi mbovu, na mabondia walioko nyuma yangu pia hawana kazi mbovu. Kwa hiyo tarehe 26 kutakuwa na mechi kali. Cha msingi tu wawahi kufika, kwa sababu kutakuwa kuna ufundi, kutakuwa kuna ngumi. Kwa hiyo unaweza kufika kuta mtu mapambano yamewahi kuisha mapema, kwa sababu mabondia wamejiandaa vizuri, na niwahakikishie kuwa hakuna bondia aliyechaguliwa kuwa ni bondia mwepesi. Mabondia wote waliochaguliwa na promoter ni mabondia wagumu, na ni mabondia ambao wana leki nzuri kidunia na kitaifa pia. Ambaye natumia naitwa Shabani Kimimbi. Kiufupi ni pende kutoa taarifa kwa upande wake yeye, na nipate kwa shukuru wote ambao mnanitazama na wote. Shabani Kimimbi kiufupi afanye mazoezi, au amefanya mazoezi, kwa sababu hapa ambayo kitu kitachoongea ni mikono tu. Yaani ni mikono miwili itaongea kwenye kamba 4. Kwa hiyo mimi sina shaka kuhusu mimi, yeye tu ajipange na afanye mazoezi ya kutosha. Anakuja kukutana na Mrusi. Sio Mchina tena, ni Mrusi. Maana hapa tunapigana kwenye nchi ya Urusi. Kwa hiyo hapa tutacheza, tutapigana, tuone moto unavyoaka. Kitu hicho kinatumia. Hebu tupe tahadhari kidogo watu ambao wanakuchukulia kwa Yesu wanapokuona mtazamo wao na kitu mambo mengine ya sana. Yaani kwa muonekano ukiniangalia mwili wangu ni mdogo. Kwa muonekano ukiangalia mwili wangu ni mdogo, ni mwepesi, hivyo tukatai, lakini kinachoongea ni mikono. Mkono una uzito wa kilo 300. Kwa hiyo ukipigwa jebu haukai, ukipigwa right unakufa kabisa. Kwa hiyo tunachokitaka sisi kwamba tukutane na Shabani Kimimbi. Shabani Kimimbi ni bondia mgumu, na Shabani Kimimbi amecheza na bondia wakali. Kwa hiyo nachotaka mimi kuja kumstopisha. Amekuja kukutana na Mchina atasafisha njia. Kwa hiyo Shabani Kimimbi ajiandae, afanye mazoezi ya kutosha. Ila pia ni pende kuomba support kwa watu ambao mnatutazama na ambao watajitolea kwa upande wetu sisi kusaidia vijana. Mlango upo wazi. Tunategemea kuona mikono yao, tunategemea kuona support yao na ulinzi wao kwetu. Tutafanya kazi nzuri na Mbeya tutawakilisha na tabaki kwenye nafasi yake. Inatakiwa Mbeya ishikilie namba 1. Yaani Tanzania nzima ukisikia ngumi, Morogoro hatajwi, Dar hatajwi. Ni Mbeya kwanza ndio inatajwa ngumi. Yaani ngumi imezaliwa Mbeya, ngumi imetokea Mbeya. Hao wengine wanagushi tu. Yaani Dar ujanja, Morogoro ujanja, ila ngumi ipo Mbeya. Kwa hiyo tunataka sisi Mbeya tuiweke namba 1. Kwa hiyo hamna mpinzani ambaye atakuja kuidondosha Mbeya.